kwacha ama hata dola. Kote duniani watu wanatumia pesa, iwe sarafu au noti, kulipia bidhaa na huduma. Lakini sasa kuna mfumuko wa aina mpya ya sarafu ya kidigitali. Nilimtafuta mchambuzi wa masuala ya kiuchumi Dr. Damian Sambuo kufahamu dhana halisi ya sarafu kidigitali. Sarafu kidigitali ni sarafu ambayo ni sarafu ya mtandaoni, kwa maana ya kwamba tumezoea kushika fedha kama keshi, kushika sarafu ya noti, sarafu ya chuma, lakini sasa hivi kuna sarafu ambayo inakuwa katika mfumo wa kidigitali, yani fedha unakuwa nayo kama kidigito, inakuwa tu ni kama namba fulani unakuwa nazo zinasomeka, na ni kama fedha zingine za kawaida. Ikumbuke kwamba historia ya fedha huko zamani, watu walikuwa wanatumia vipande vya fedha, dhahabu, kwa ajili ya kununua na kuuza. Kabla hapo awali kulikuwa na biashara ya barter trade, nakupa kuku unanipa debe la mahindi, lakini sasa tukaenda kwenye nakupa kuku unanipa dhahabu, baadaye tukaenda kwenye kubadilishana, nakupa mahindi unanipa nguo. Basi wataalamu wakakaa chini wakaona tutumie dhahabu, baadaye wakaona hapana, kwa nini tusitengeneze aina ya karatasi fulani ambayo itajulikana kama yenye thamani ya dhahabu, kwa sababu pia upatikanaji wa dhahabu ulikuwa ni changamoto. Sasa tunaelekea kwenye utaona sasa kwamba fedha hizi, kila nchi na fedha zake. Tanzania sasa tuna mifumo inabadilika ya kifedha. Mfumo wa fedha wa sasa hivi ni mfumo wa kizamani. Mfumo mpya sasa ndio mfumo wa sarafu kidigitali. Sarafu kidigitali inatumika kama sarafu nyingine ya kawaida. Ndiyo maana, yani kwa mfano unavyosema kwamba unanunua kitu kwa kutumia labda simu, unalipa kwa simu. Unapolipa kwa simu hutoi fedha cash. Maana yake ni kwamba simu yako inaandika namba kwamba zimeenda kwenye mtu mwingine kumuonesha kwamba amepokea fedha. Sasa ndo mfumo ule ambapo tunatumia sarafu za kawaida, ndio sarafu kidigitali zinatumika. Japo hazijaingia sana na hazijaasisiwa sana katika nchi nyingi ikiwemo Tanzania. Dr. Damian, mfumo huu uliasisiwa wapi? Na je, tukitazama sarafu kidigitali inachangia vipi katika ukuaji wa uchumi wa taifa? Sarafu kidigitali hizi utasikia wazungu wanaziita Bitcoin, cryptocurrency. Ni mfumo ambao umeasisiwa na blockchain. Naposema blockchain, namaanisha kama ambavyo sasa mimi ninatoa pesa benki kwa simu, naiweka kwenye simu yangu, namba yangu ya simu, naitoa kwenye namba yangu kwenye simu yangu, na inunulia vitu dukani. Yule mtu kule dukani naye anaangalia salio lake liko, anaamua kuituma ile pesa benki kwa kutumia simu. Hiyo ndio tunaita blockchain. Kwa hiyo tunaposema kwamba sarafu kidigitali inatumikaje au ina faida gani kiuchumi? Ina faida nyingi sana. Faida zifuatazo naweza kuzitaja. Kwanza, inachochea kukua kwa uchumi. Kwa nini inachochea kukua kwa uchumi? Inachochea kukua kwa uchumi kwa sababu Tanzania, ukitaka kufanya biashara na Kenya, lazima ukanunue fedha za Kenya, uzibadilishe upate fedha za Kenya, alafu uweze kununua vitu pale Nairobi. Sasa ukiwa na sarafu digitali, inarahisisha wewe kufanya biashara na nchi nyingine yoyote ile. Yani unavuka mipaka ya nchi kufanya biashara, kununua bidhaa au kuuza bidhaa kwa kutumia. Lakini pia ina faida ya kuweza ushirikishwaji wa mifumo ya kifedha. Watu walioko vijijini ambao hawatumii simu janja wako mbali sana na huduma za fedha, lakini sasa hivi ndo kuna mifumo ambayo tunatumia kama wakala hawa mitandaoni, wanasaidia sana. Lakini aliyeko kijijini sana hawezi kutoka kimataifa kununua nje ya nchi. Sasa inasaidia kuleta kitu kunaita, wazungu wanasema financial inclusion, kwamba hata ambaye hawezi kuwa na pesa, yani huduma za kifedha anazipata kwa urahisi. Sasa unapopata huduma za kifedha kwa urahisi, unahitaji kwa mfano dola, unahitaji euro, unatumia sasa Bitcoin au cryptocurrency, hii sarafu kidigitali.
Hiyo sasa inaongeza tija kwa watu kupata huduma za kifedha wengi, kwa hapo inachochea pia uchumi kukua. Lakini pia kuna changamoto nyingine ya fedha za kawaida tunazotumia zinaongeza kitu ambacho tunaita ni gharama za mbadilishano wa fedha, au gharama za kuipata fedha, au gharama za kuimiliki fedha. Wazungu wanaita transaction cost. Inapunguza. Kwa nini? Kwa sababu ninapokuwa nyumbani kwangu nataka kununua kitu pale China, nina simu janja, naingia kwenye akaunti yangu ya sarafu ya kidijitali, nanunua kitu moja kwa moja pale China, au naibadilisha. Lakini kwa Tanzania sasa, usipokuwa na sarafu kidijitali, una fedha za Kitanzania, utalazimika uende benki, utatumia nauli. Ufike benki uambie unataka dola, waanze kukujazia makaratasi. Labda tuambie balozi wako ni nani, mtendaji kata wako ni nani, na hizi fedha unazipeleka wapi. Yaani kwa hiyo unajikuta unapoteza siku nzima kujadiliana wewe unataka dola zifanye nini. Sasa hii ndio tunaita transaction cost. Wajanja ambao wameingia huko basi wameepukana na hizi gharama za ucheleweshwaji. Na ile gharama ya muda unaotumia kwenda kukaa pale kujihakiki na kuhakikiwa pia. Kitu ambacho sasa pia ungeweka gari mafuta ufike benki. Hizo zote ni gharama za kwenda kutafuta fedha, lakini ukishakuwa kwenye sarafu digitali hayo mengine yote hakuna. Nakupa mfano tu. Sarafu digitali unapolipa, unalipa, huwezi kumwambia nipe change. Kwa Tanzania unampa mtu keshi shilingi 10,000 na ule shilingi 500, nipe change. Tayari hiyo ni gharama. Lakini pia jambo lingine, inachochea uchumi kwenye urahisishaji wa kufanya biashara katika kuvuka mipaka au mipakani. Mimi nina dola, wewe una euro, lakini tunatumia sarafu kidijitali. Tunaweza tukafanya biashara hii pasipo changamoto yoyote. Hapo Dokta, katika eneo la mdororo wa kiuchumi hali iko vipi? Hizi sarafu digitali bwana zinapunguza sana mdororo wa kiuchumi, inflation. Kumbuka, tunapokuwa na mdororo wa kiuchumi, serikali inaweza ikafanya mambo yafuatayo. Kama fedha zinapatikana nyingi sana, watu wana fedha nyingi, ina maana wanakuwa na uwezo wa kununua vitu vingi sana na kutumia fedha kwenye mahitaji yao, kwenye starehe. Sasa hii pia ni mdororo wa kiuchumi. Lakini pia inawezekana bei ya vitu ikapanda sana, watu wanashindwa kununua mahitaji yao kwa sababu gharama ni kubwa. Inapelekea serikali kutengeneza fedha nyingi, kuziprint na kuwapatia wananchi ili waweze kununua mahitaji yao. Sasa huu mdororo wa kiuchumi unaweza ukasimamiwa vizuri sana na sarafu kidijitali. Kwa sababu sarafu kidijitali ziko kwa idadi. Kwa mfano Bitcoin mwaka jana 2024 ilikuwa milioni 20, na inategemewa mpaka mwaka 2140 kufika milioni 21, kwamba ni kiwango ambacho kimeandaliwa kisizidi hapo. Kwa hii fedha ya sarafu ya kidijitali ya Bitcoin haitazidi hicho kiwango. Kwa hiyo ni fedha ambayo haiwezi kuyumba kama biashara. Bidhaa zikipanda bei, zikishuka bei, watu wakiwa na fedha nyingi sana, yenyewe thamani yake iko pale kwa idadi ya namba zilizokuwepo, kulingana na muasisi huyu anaitwa Satoshi Nakamoto. Kwa hatua hiyo inafanya kwamba mdororo wa kiuchumi unapokuwa unaongezeka, Bitcoin thamani yake inaongezeka, inakuwa kubwa sana kwa idadi ile iliyokuwepo. So inasimamia hilo. Naweza pia kusema kwamba ni sehemu ya kutoa uchumi mwingine unachochewa na sarafu digitali, kutoa ajira, kwa sababu kuna watu sasa wameingia kwenye mfumo wa sarafu digitali kwa ajili ya kuanza kuwafundisha wengine wanavyofanya kazi. Hii ni sehemu ya ajira. Lakini pia inachochea maendeleo kwa maana ya kwamba sekta ya kibenki, tunaondokana sasa na ule ukiritimba kwamba mpaka ufike benki ufate taratibu zile za kibenki, tofauti na ambapo sasa hivi utaona unaweza ukamalizana kwenye kutumia simu janja yako. Lakini pia itafanya kuwe na mfumo mmoja wa sarafu wa kidunia. Ina maana sisi dunia nzima tunatumia sarafu moja kwa ajili ya manunuzi. Nchi nyingine yoyote ile
Huku ni kukua kwa uchumi kwa sababu gani? Inafanya thamani ya bidhaa kutoka nchi na nchi walau ziweze kulingana, kwa sababu ya ile sarafu zinakuwa ni moja ambayo tunaitumia kwa pamoja. Lakini pia itachochea maendeleo kwenye nchi kuwa na benki maalum kwa ajili ya sarafu kidijitali. Tanzania, benki ya Tanzania ina mwaka jana 2024 wametoa taarifa bungeni, waziri wa fedha na walisema kwamba BOT iko kwenye kufanya utafiti sasa wa kuweza kuona namna gani kama nchi tunaingia kwenye sarafu za kidijitali kama ambapo wenzetu Nigeria wameanza kutumia. Sisi kama serikali bado hatujaanza, Tanzania haijaanza kutumia sarafu kidijitali. Ndio mwelekeo huo, sio kwamba haitachukua, ndio mwelekeo huo sana kwamba ni mapinduzi ya kifedha ya kisarafu. Sasa yanapokuja mapinduzi ya kisarafu, maana yake ni kwamba mapinduzi yote yale yana hasara na faida zake. Kwa maana ya kwamba kama ambavyo sasa utaona sasa hivi kuna mapinduzi ya matumizi ya fedha kwa kutumia simu yalianzia Afrika, Ulaya wameanza kuiga. Maana yake nini? Ni kwamba lakini benki tu zinaendelea kuwa pia kama wasimamizi wa ule mzunguko wa fedha. Kumbuka benki ni fedha, ni chombo ambacho kinamiliki fedha za watu kwa kuzihifadhi na kuzifanyia biashara ili wengine waweze kukopa, wengine waweze kuweka. Kwa hiyo ni kitu ambacho kinawezekana. Kwa mtazamo wako, ni haki ya nani kudhibiti au kusimamia sarafu kidijitali? Na je, haitaathiri faragha ya watumiaji? Hapo ndo panapokuwa na changamoto kubwa sana, kwa sababu utaona kwamba bado dunia haina mfumo rasmi wa kuisimamia kwamba nani mmiliki wa fedha hii au wa sarafu hii halisi, kwa sababu inamilikiwa hewani kwenye mifumo ya kompyuta. Sasa utaona kuna taarifa hapo nyuma, miaka kadhaa, watu walikuwa wakifanya michezo ya kimtandao kununua fedha za kigeni kwa kutumia sarafu hizi, lakini baadaye basi wajanja wale wezi wa kimtandao wakaziiba. Kwa hiyo tunaweza kusema kwamba faragha ya mteja ni ndogo sana. Hiyo ndo athari kubwa kwa sasa, kwa sababu yani hakuna mifumo ya kidunia ya kumiliki hii sarafu ya kidijitali. Siku zote tunapoingia kwenye biashara ni utafutaji. Kwa hiyo mtu binafsi ana mjasiriamali lazima awe jasiri, aingie gharama ya kujaribu kufanya hiyo biashara ya kidijitali, sarafu za kidijitali. Lakini sasa wewe mtu binafsi utawajibika na serikali pia itawajibika. Na ndio maana sio kwamba hata kwa sasa baadhi ya watu waliweka fedha benki. Kuna baadhi ya watu fedha zao benki zinaibiwa kwa sababu ya wizi wa kimtandao. Wewe ni mwandishi wa habari na fikiri umesikia habari. Mimi naona kama inakwenda kupunguza usawa wa kiuchumi, kwa sababu ni sarafu ambayo inakwenda, kwa mfano ilianza na thamani yani una shilingi 1000 unainunua yenyewe kama shilingi 1. Sasa hivi una shilingi 1000 huwezi kuinunua tena kama shilingi 1. Unaweza kujikuta unanunua kama 100,000. Kwa inapanda thamani sana. Kwa hiyo inasababisha wale wenye nacho watakao kimbilia kuinunua watakuwa mbali zaidi na itakuwa imepanda thamani sana. Wasiokuwa nacho watakuwa basi ule usawa wa kiuchumi wameachwa mbali sana. Kwa hiyo ndo gharama ambayo ninaiona kubwa sana kwenye sarafu hizi. Lakini pia naona kwamba kutakuwa na ushindani, na ushindani huo upo kwa sababu sasa hivi sarafu za kidijitali ziko nyingi. Elon Musk yeye pia huyu mwanasayansi naye anataka kuja na sarafu yake. Nchi mbalimbali pia zinatengeneza sarafu zao za kidijitali. Kwa hiyo ni ushindani wa kuhakikisha kwamba kila nchi inamiliki uchumi wake kupitia sarafu ya kidijitali. Hilo ndilo ambalo linaweza likawa linapunguza kidogo kusiwe na ule utofauti wa kiuchumi. Tunaweza, na ni fursa ambayo serikali inaweza ikaitumia. Utaona kwamba benki ya BOT imeanza kununua baadhi ya dhahabu na kuzihifadhi. Huko nyuma tulikuwa tufanye hivyo. Sasa ina maana tayari inathaminisha fedha zake kwa kutumia dhahabu. Lakini tunaweza tukanunua na sasa, lakini lazima tuwe na mfumo kwa sababu ya wizi mkubwa wa kimtandao. Tutengeneze mfumo wetu, tutengeneze sarafu yetu sisi wenyewe, ambayo haitawezekana
huwezi kupenya kwenye ule mfumo na kuiba. Hata hivyo, katika nchi nyingi za Afrika mengi hayajulikani kuhusu sarafu za kidigitali. Turudi nyuma kidogo, ilikuwa mwaka 2008 wakati ambapo kulikuwa na mporomoko mbaya zaidi duniani kote. Mwanauchumi Satoshi Nakamoto aliandika waraka wake wa anwani uliofahamika kama Bitcoin au Electric Cash System. Aliutambulisha mfumo mpya wa fedha unaohusisha mtu kwa mtu ama taasisi kwa taasisi bila mhusika wa kati. Na huu ndio mwisho wa makala hii. Mimi ni Waridi Almas.